Ikiwa Mungu anajua kwamba wanadamu wataenda motoni, kwa nini aliwaumba na kwa nini aliumba moto? Hilo ni swali ambalo nimeulizwa na ndugu mmoja. Kwanza ileweke kwamba Mungu ni Mungu wa upendo, na mawazo ambayo Mungu anatuwazia siku zote sio mawazo mabaya, ni mawazo ya kututakia mema na amani. Pia ikumbuke kwamba Mungu hakuwahi kuumba jehanamu kwa ajili ya wanadamu, kwa sababu Mungu anawapenda wanadamu. Yeye amesema kwamba anawapenda maelfu ya maelfu wampendao na anawarehemu. Sasa nataka nikupe proof na ushahidi wa kimaandiko kwamba Mungu hajaumba motoni kwa ajili ya wanadamu, ila motoni au jehanamu ya moto iliumbwa kwa ajili ya nani? Kitabu cha Mathayo sura 25 mstari wa 41. Neno la Mungu linasema kwamba ndaanza mstari wa 40, na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende zenu katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Moto haujawekwa kwa ajili ya wanadamu. Moto amewekewa Ibilisi na malaika zake. Sasa kwa nini watu wanasema kwamba Mungu hana pendo? Na kama angekuwa anawapenda watu, kwa nini anawapeleka motoni? Hakuna sehemu neno la Mungu linasema kwamba Mungu atawapeleka watu motoni. Hapana, mtu ataenda motoni kwa hiari yake yeye mwenyewe, kwa sababu aliamua kuasi mfumo wa Mungu, kwa sababu aliamua kuishi maisha ya dhambi. Kwa hiyo mtu ataenda motoni mwenyewe. Matendo ya mtu ndio atakayompeleka mtu motoni. Kwa hiyo neno la Mungu limesema wazi kwamba moto wa milele umeandaliwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Ndio maana Mungu akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Mungu ameweka njia mbili mbele yako, uzima na mauti. Kwa hiyo wewe ndio unayechagua, sio Mungu anakuchagulia. Wewe ndio unayechagua uzima au mauti. Uzima ni kufuata mapenzi ya Mungu, ni kwenda kwenye mfumo wa Mungu. Mauti, fuata kazi za shetani. Kwa hiyo wewe ndio unayechagua niende upande upi, sio Mungu. Mungu amekupa uwezo wa kuamua, utashi wa kuamua. Kwa hiyo sasa hauwezi ukasema kwamba Mungu ndio ameumba motoni eti wanadamu waende. Moto wa milele wa jehanamu umewekwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Sasa kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 20 mstari wa 12, Biblia inasema hivi, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sana matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yao. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti wa pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, atatupwa katika ziwa lile la moto. Kama jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, lazima utupwe kwenye ziwa la moto. Ndio maana nimekwambia mwanzo, Mungu ameweka njia mbili mbele yako, uzima na mauti. Unachagua. Ukichagua uzima, jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Ukichagua mauti, basi kuzimu na mauti ndio hizo zinatupa kwenye ziwa la moto, na wewe utaenda moja kwa moja kwa sababu umeamua kuchagua mauti. Kwa hiyo Mungu hakuwa na malengo na makusudi ya kwamba wanadamu waende kuchomwa moto, ila wewe mwenyewe njia zako ndipo utakazokupeleka. Njia utakayochagua wewe ndio itakayokupeleka mwisho wa siku, uende motoni au ingie mbinguni. Kwa hiyo watu wapo wanaoongea maneno ya hovyo ya kiwango cha chini kabisa kwamba eti Mungu hawapendi watu. Watu waliochanganyikiwa, kuna wengine wamechanganyikiwa kabisa, wanakuambia Mungu ana roho mbaya, siji Mungu ni mbaya, Mungu hawapendi wanadamu. Kama anapenda wanadamu, kwa nini aumbe motoni? Ikiwa una akili timamu, akili hazijakusaliti, utakuja kugundua kwamba wewe ndio unayeamua mwenyewe kwenda motoni. Kama wewe
una akili timamu. Mungu kaweka njia mbili mbele yako, inabidi wewe uchague mwenyewe unataka ipi. Kama wewe mwenyewe unampenda Mungu, chagua uzima, kwa sababu Mungu amekuumba na yeye ana mamlaka juu yako wewe, kwa sababu yeye amekuumba. Kwa anaweza kufanya vyovyote anavyotaka yeye juu yako. Lakini mawazo ya Mungu sio mawazo mabaya juu ya wanadamu, ni mawazo mazuri. Kwa hiyo wewe ndio unayochagua njia ya kwenda uzima au mauti. Ibilisi aliasi mbinguni akatupwa, ameweka mauti mbele yako, na Mungu naye ameweka uzima mbele yako. Kwa hiyo wewe ndio unayechagua uende upande upi, uabudu mizimu, uendelee kutenda dhambi uende motoni, au uishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu uende mbinguni. Ndio maana mifumo yote ya kidunia na mifumo ya kiserikali ina utaratibu wao, ina kanuni zao, ina sheria na katiba za nchi zinazoongoza nchi. Maana yake ukienda kinyume cha sheria utaadhibiwa, utatiwa hatiani. Na hivyo hivyo Mungu naye ana taratibu zake na kanuni zake ambazo ukienda kinyume umeziasi. Sasa wewe ni mtu gani ambaye utake kufuata utaratibu afu lalamike kwamba Mungu hakupendi, wakati nchi yenyewe na utaratibu na sheria ambazo ukizivunja lazima zikuchukulia hatua, utaadhibiwa kwa sababu hujafuata sheria na kanuni. Hata Mungu naye ana kanuni na taratibu zake, lazima uzifuate. Usipozifuata lazima uadhibiwe. Unasemaje Mungu hakufuata kanuni? Lazima ufuate kanuni na taratibu za Mungu. Kwa hiyo kama nilivyokusomea Mathayo sura 25 mstari wa 41, Mungu hajaumba jehanamu ya moto kwa ajili ya wanadamu, ila ni kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake walioasi mbinguni. Sasa wewe matendo yako ambayo yanafanana na Ibilisi na malaika zake walioasi mbinguni ndio atakao kupeleka kwenye huo moto wa milele. Sio Mungu kwamba amewaomba wanadamu wakateseke motoni. Ni matendo yako mwenyewe na njia zako hizo zitazo kupeleka huko. Lakini Mungu ametupa mwanae Yesu Kristo, Yohana sura 3 mstari wa 16, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa shida hapo iko wapi? Wakati Mungu anakupa wokovu wa bure ambao unaamini, unamwamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, na ukokoa unasamehewa dhambi zako, unapata uzima wa milele bure. Unasemaje Mungu hakupendi? Huo ni unafiki wa kiwango cha PhD. Kwa hiyo nataka kusema kwamba Mungu hajaomba motoni kwa ajili ya wanadamu. Ni wewe tu kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen.